taji huwa zinamkuta kila anayetafuta, hasa yule ambaye anatafuta kwa nguvu kubwa. Tupo na Mama Lulu ambaye alikuwa anafanya biashara zake, akasema si vyema niendelee kuishia hapa, niongeze nguvu kwa kwenda kwa mtaalamu wangu. Baadaye alifika kwa mtaalamu wake, mwisho wa siku akakabidhiwa gunia la pesa. Mwisho wa siku akalitelekeza pale pale na kukimbia. Yaani tuseme alikimbia gunia la pesa. Kitu gani ambacho kilimfanya akimbie? Kitu gani ambacho kilimsukuma mpaka yeye kufika kwa mtaalamu? Mimi na wewe hatufahamu. Cha muhimu kuwa nami mwanzo mpaka mwisho kwenye maisha haya ambayo pengine mpaka sasa hivi Mama Lulu anapitia na yanamsumbua. Dada yetu, mambo mzima? Kwa hiyo ambaye anakuona sasa hivi ndio mtaani unafahamia kwa jina la Mama Lulu hilo hilo, au kuna jina lingine huwa wanakuita? Mama Lulu. Mama Lulu au Mama Mboga. Mama Mboga. Okay. Hivi biashara zako za mboga ambazo ulikuwa unafanya, ulikuwa unakaa sehemu au ulikuwa unatembea wala mtaani mboga? Yaani biashara yako ya mboga? Nilikuwa natembea. Okay. Maana yake unauza tu mtaani? Ndio. Okay. Uliuza muda gani mpaka ukasema hapa nitakufa maskini, ukaamua kufika kwa mganga? Mboga nimeuza muda mrefu sana. Ni kama miaka miwili. Okay. Kwa miaka miwili kuuza mboga na matumizi madogo madogo ya nyumbani. Kipato sio kikubwa sana. Ni kidogo tu cha wastani. Okay. Sawa. Tutaanzia mwanzo, lakini kuna vitu vichache tutamani nifahamu. Mpaka wewe ukaamua kufanya maamuzi mwenyewe ya kuja kwa mganga, Baba Lulu yuko wapi? Kiukweli Baba Lulu, niseme kwamba tunapoanza mahusiano alinidanganya. Akanichukua mimi, akanizalisha mtoto mmoja. Baadaye nikaja kujua kwamba ana mke na ana watoto. Ndio. Okay. Sasa ukijua hilo ndo mnaachana ama ni vipi? Kwa sababu mimi ni mwanamke na hata yule aliyekuwa ameachwa pia ni mwanamke. Siwezi kujua ni kipi kilimfanya akatoka kule akaja kwangu. Okay. Na mpaka leo sijui kilichomfanya akatoka kwangu akarudi kule kwa mke wake. Kwanza nikupe pole kwa hilo, kwa sababu masingomaza ni wengi sana na wengi mnapambana kupambania watoto ambao pengine baba zao wako hai. Nikupe hongera kwa juhudi hizo ambazo umezifanya kwa wakati wote ambao unapambania wewe pamoja na mwanao vile vile. Asante. Nataka nifahamu mawazo yako ya mpaka wewe kuamua kufanya maamuzi haya ambayo umeamua. Kitu gani ambacho pengine ulisema bila kupita hapa siwezi kufika? Ulisukumwa na nini? Kiukweli masingomaza tuko wengi. Kuna wengine ambao wamefanikiwa, kuna wengine ambao wako chini yangu mimi, yani ambao hawana mafanikio kama mimi nilivyo, na kuna wengine ambao wako level kama za kwangu mimi hapa. Kwa hiyo mimi hapa kiukweli nilikuwa na ndoto za kuja kuwa mama bora kwa wanangu, pia mama bora kwenye familia kiujumla. Okay. Sawa. Ndo ukaamua kufanya maamuzi haya kufika kwa mganga au nini? Yaani nataka nifahamu changamoto hasa ambayo pengine uliona hii mimi sivumilii tena, acha nifanye maamuzi magumu. Mimi nilikuwa nauza mboga, baadaye nikaja kuona tena Baba Lulu amenitelekeza na mtoto, na umri wa mtoto ni wa kwenda shule. Ikabidi nifanye maamuzi kwa sababu niliona mboga siwezi kufika popote kwa sababu nimeanza muda mrefu. Nikaona niende kwa mganga, labda huko naweza nikafanikiwa. Mganga ulimfahamu vipi? Manake ni watu ambao waganga matapeli ni wengi sana. Yaani mpaka ukaona huyu ni sahihi ukafanya maamuzi ya kufika. Ulimfahamu vipi? Kuna rafiki yangu na yeye alikuwa kama mimi. Sasa sijui kwa sababu mimi nilijomshirikisha mambo yangu, na alikuwa rafiki yangu wa karibu sana, akawa amenishauri, akanipeleka huko kwa mganga. Kufika kwa mganga manake ni mchakato mrefu, lakini pia kuna kitu ambacho unakuwa umetarget. Ulikuwa unataka mganga hasa akupe nini? Kwa sababu unafanya biashara hizi za kinga, chuma ulete nini? Kuna vitu vingi humo ndani. Wewe ulikuwa unataka akupe nini hasa? Yaani lengo lako lilikuwa ni lipi? Kiukweli lengo langu mimi nilikuwa nataka nifungue duka la jumla, yale maduka makubwa ambayo inagharimu kiasi kikubwa sana cha pesa.
Kwa mawazo yangu mimi na nilivyokuwa nauza mboga, kwa kweli sikuwa na wazo la kusema nitapata hela mimi mwenyewe. Na ndio maana nikamshirikisha rafiki yangu ndo akanipeleka kwa huyo mganga ili nikapate hela. Ndio. Maana yake target yako kubwa ya wewe kwenda kwa mganga ni kufuata utajiri na mafanikio. Ndio. Ulitamani mganga kupe kiasi gani cha pesa endapo utafanikiwa na mtafanikiwa vile ambavyo unawaza? Kwa kweli tamani langu ilikuwa nipate milioni 6. Wakati unaenda kwa mganga kuna vitu vingi unawaza. Watu wao wanazungumzia kafara, kutoa ndugu, kutoa kitu unachokipenda. Uliwazaje kuhusu kafara? Masuala mazima ya kutoa kitu ili upate kitu. Yaani utoe kitu ambacho kinakuumiza ili upate kitu unachokipenda. Uliwaza nini kwenye hilo? Kwa kweli niliwaza vingi, sababu najua kabisa ukienda kwa mganga lazima atakwambia utoe kafara ya mnyama au binadamu au kitu kingine. Lakini mimi kwa mawazo yangu nilikuwa naenda pale nikijua kabisa nitatoa kafara. Lakini kitu kimoja tu nilikuwa nacho kichwani, kwamba kama akiniambia kafara ya binadamu, kweli hapo ndio ile ingekuwa ni kafara ya mnyama, hapo kwamba ningepata. Manake wewe ulikuwa uko tayari kutoa kafara ila ya mnyama. Okay. Sasa wakati unafikiria na unaenda kwa mganga wako, uliwaza kwamba ikitokea labda siku baba Lulu anataka kukuoa utamshirikisha? Yaani hiyo siri ulitamani ajue mwingine nani zaidi yako? Kwa kweli hata rafiki yangu pia sikumwambia kama nataka nini, ila mimi nilimwambia tu anionyeshe kwa huyo mganga, kwa sababu yeye ndo alinipa ushauri kwamba unauza mboga afu umekaa muda mrefu, itoshe unalea mtoto wewe peke yako. Kwa hata baba Lulu kwa muda huo angekuja, kwa kweli nisingemshirikisha chochote, kwa sababu hata yeye mwanzo pia hakunishirikisha vitu vyake. Okay. Mtazamaji, ni maisha fulani hivi ambayo ukiyasikiliza kwa makini utajifunza kwamba tupo kwenye dunia yenye duara, lakini duara hilo linazunguka na vitu vingi ambavyo sio rahisi kuvifahamu kama upo gizani ama upo nuruni, kwa namna ambavyo Mama Lulu anazungumza. Nataka tuanzie safari yako ya wewe kunyanyua mguu siku ya kwanza mpaka kufika kwa mganga. Ilikuwaje? Kwa siku ya kwanza kwa kweli nilienda na rafiki yangu. Tulifika pale, rafiki yangu akaniambia tu nimwelekeze mganga kila kitu. Yeye amemsaidia kwa vitu vingi. Kwa ile siku kwa kweli tulipiga tu stories hapa na pale na mganga. Nikamuelekeza, akaniambia nije siku nyingine mimi mwenyewe. Okay. Ndo ukarudi sasa mwenyewe? Ndio. Okay. Ile siku niliporudi ndo akaniambia kwamba inabidi nitoe kafara. Kafara alioniambia inaniambia nitoe ng'ombe 5 na mbuzi 5. Okay. Ndio. Okay. Ambapo ukitoa hizo unakuwa umefanikiwa au alikwambiaje sasa baada ya kuwa utakuwa umetoa hizo? Aliniambia kwamba nikitoa zile kafara ng'ombe na mbuzi atakuja kunipa sharti jingine la mwisho. Ndio. Okay. Sawa. Ambazo maana yake hizo kafara za ng'ombe na nini ulinunua au ulifanya nini? Ulizinunua? Hizo ng'ombe yani sijui nielekezaje. Huyo rafiki yangu ilibidi nimshirikishe. Yeye sikujua kwamba ni kwenye familia yao au alinunua sehemu, sijajua, kwa sababu tulijana kwamba atanisaidia afu baadaye nitamrudishia. Maana yake rafiki yako alikusupport kwa namna ya kupata hizi kafara ambazo uliweza kutoa. Ndio. Okay. Wakati unatoa hizo kafara, wewe unawaza nini kuhusu kafara? Wakati unatoa hizo kafara. Mimi nilikuwa na kiwaza, yani 100% kubwa kwa muda ule, nilikuwa nawaza kwamba naweza nikapata hizo hela, nikamrudishia na pia nitafanya kitu ambacho mimi nimepanga kukifanya. Sawa. Wakati unaendelea kuandaliwa kuwa na hizo pesa na kupata hizo pesa, mganga alikwambia ukifanya hivi utapata pesa baada ya muda gani? Aliniambia kwamba baada ya wiki 2 nikishatoa ile kafara nirudi tena, alafu nikirudi akinipatia sharti la mwisho baada ya wiki 2 tena nitaenda kupata hizo pesa. Okay.
baada ya hapo ikawaje sasa? Baada ya hapo nilipeleka zile kafara alizokuwa ameniambia, zikafanywa kafara. Baada ya wiki 2 tena ndio nikarudi tena kwa mganga ili kwenda kuchukua sasa zile hela ambazo nilikuwa mimi nimeplania kwamba nikizipata nitafanyia hizo biashara ambazo nataka kuzifanya. Ndio. Okay. Maana yake baada ya hiyo wiki 2 maana yake wewe ukarudi sasa kwenda kuchukua. Lengo lako hiyo baada ya hizo wiki 2 unaporudi ulikuwa umeshawaza kwamba hapa leo lazima nirudi na pesa? Ndio, kwa sababu yeye ndo alinihakikishia kwamba nikimaliza ile kafara nitakapokuja kurudi ile mara ya pili atanipatia zile pesa. Okay. Maana hizo pesa ndo ulikuwa unachukua siku ya leo sasa. Ndio. Okay. Imekuwaje mpaka mpaka ukaziacha tena ikiwa ndo kitu ambacho ulikuwa unakitafuta? Kweli pesa ni nzuri. Nilifika kwa mganga kwenda kuchukua zile pesa na aliniambia siku nitakapofika kuna sharti la mwisho ambalo nitakiwa nilifanya. Nikilifanya lile, hizo hela nitaondoka nazo. Nilipofika pale, kweli zile hela alinipatia mkononi. Baadaye alikupatia mkononi au ndo zile ambazo zipo kwenye kigunia? Ndio zile ambazo zipo kwenye ule mfuko ule. Akawa amenipatia mkononi, nimezishika kabisa. Baadaye ndio ikabidi sasa nifanye ile sharti la mwisho ambayo ingebidi nilifanya afu nitoke kwa mganga nirudi nyumbani. Okay. Ndio. Zilikuwa kama kiasi bei gani yani mle kwenye kile kifuko? Mimi mara hapo nilikuwa nimemwambia naomba milioni 6. Ila mle alimekuwa ameziweka zilikuwa zimezidi hizo milioni 6. Okay. Sasa hivi ni hela hizi tu yani hazina shida yoyote. Yaani ni hela hizi tu. Mimi nilivyoziona ni hela tu hizi za kawaida kabisa. Okay. Ndio. Sasa kwa mara ya kwanza unaona zile pesa kwenye mfuko namna hiyo zimejaa na ndio kitu ambacho ulikuwa unakitafuta kwa hamu na kwa muda mrefu. Ulijisikiaje? Yaani ulifeel vipi wewe kama wewe? Kweli nilijisikia vizuri. Alafu pia unajua mawazo ya binadamu kwa haraka yani unaweza vikaja vitu vingi sana kichwani. Kiukweli yani niliona kabisa kama nimeshafanikiwa tayari. Kwa sababu yani ndio kitu ambacho nilichokuwa nakitaka na ndio kitu nipeleka kwa mganga. Okay. Okay. Kabla hujatuambia hilo sharti la mwisho, napenda nifahamu alivyokuambia baada ya kufanya hivyo vitu vyote na kutoa kafara hizo zote inabidi ufanye kafara ya mwisho. Ulikuwa unawaza hiyo kafara itakuwa na changamoto gani? Ama wewe ulikuwa unawaza hiyo kafara itakuwa na ugumu gani? Kwa sababu hizi zingine umepita kiurahisi na hamna changamoto. Na always tunasikia kwa waganga kuna vitu vingi vigumu. Ulihisi hiyo kafara nyingine ya mwisho itakuwa na ugumu gani kwa upande wako? Mimi kiukweli kwa muda ule sikuwa nawaza kwamba itakuwa na ugumu kiasi hicho sana. Nilikuwa labda nafikiri labda atanipatia labda ataniambia labda nichukue kuku mweusi au jogoo mwekundu ili tumchinje, mambo mengine yaendelee. Lakini kulikuwa kuna ugumu sana ambao sikufikiria kabisa. Sasa hilo sharti la mwisho ambalo alikwambia utalimalizia na hiyo siku kama umeshaenda tayari kulimalizia, ulijipangaje siku hiyo? Kiukweli mimi nilijua ni kitu cha haraka kuondoka na pesa. Kiukweli nilikuwa na ile furaha kwamba naenda kuchukua zile pesa, naenda kufanya mambo ambayo nilikuwa nimepanga kuyafanya. Matokeo yake kiukweli nilifika pale, zile hela ikabidi kwenye mfuko. Wakati nimezishika, aliniambia nishike mkono mmoja wa kushoto. Nilipokea, alinipatia kisu nichome kwenye kioo. Kiukweli sikuwa hata na nguvu ya kuchoma kwenye kile kioo kwa sababu kuna kitu ambacho nilikiona hivi. Siwezi kuongea hata mbele za watu. Yaani kitu ambacho nilishindwa kufanya kile ambacho mganga ameniambia. Matokeo yaliyotokea ndo ikabidi sasa nitoke mle ndani kwa kupanic. Yani ni kitu ambacho niliogopa hata mimi mwenyewe. Hata zile hela sikuona tena kama zilikuwa zinaumuhimu tena kwangu. Alikuwa mtu au mnyama? Tuko kwenye kile kioo. Kiukweli ni kama mimi. Ni binadamu. Ila sasa ilikuwa ni vigumu sana. Okay. Sawa. Ulihisi ukichoma kwenye kile kioo nini kitatokea? Kama uliogopa, bado uliogopa nini? Kwa sababu si kioo tu. Ni kweli ni kioo, lakini kitu nilichokiona mimi pale
hata ningekifanya. Ndio maana hata zile hela sikuona kama zina umuhimu kwangu, kwa sababu kilichonipeleka na kitu ambacho nakuja kukipata, yani maumivu nitakayokuja kupata, ni bora nikabaki vile nilivyokuwa mwanzo, ila sio kuzichukua tena zile hela. Okay. Sawa. Kwa nini ulitoka nazo mpaka nje? Tumeona kwenye clip video fupi zinazoonekana ule kutoka nao mpaka nje. Kitu gani ambacho kilikufanya usiache pale pale kwa mganga ukaamua kutoka nao nje? Ulichanganyikiwa kiasi hicho au nini? Yaani kuleta nguvu ya kutupa ule mfuko. Yaani nilikuja tu kujuta nimeachia pale nje. Yaani sikuwa hata na mpango tena kuondoka nao. Kwa sababu kama ningekuwa na mpango wa kuondoka nao, sio kwamba nilishindwa kuubeba, hapana, ila tu ile nguvu ya kubeba na kitu ambacho nilikiona kule, kiukweli sikuweza kuendelea nao. Ikabidi niuache mimi niendelee na maisha yangu. Umeshaingia maagano fulani na mganga wako. Umejipangaje kuyavunja haya maagano? Kiukweli kwa sasa, kwanza kitu kilichonichanganya ni kile ambacho nilikiona kwenye kioo. Yaani kwanza sijui itakuwaje, lakini mimi kivyangu mimi ninapofikiria ni kwamba mpaka pale nilipofikia mimi nimeshavunja kabisa maagano na mganga. Kwa sababu kama ni hela ziko pale nje, na kama kuchukua kitu gani kafara nilishazitoa, hela nimemwachia. Kwa hiyo sijui kama atakuwa anaendelea kunidai au vipi, ila kwa ile kafara ya mwisho kwa kweli siwezi kuifanya. Ikitokea amekuita kwamba mwanangu ama mjukuu wangu tumeshaanza hili swala, naomba uje, lakini nitakubadilishia sharti, labda uongeze ng'ombe kadhaa au uongeze mbuzi kadhaa, upo tayari? Kama ni mbuzi ni ng'ombe nipo tayari, naweza. Ila kama ni mtu kama mimi kwa kweli hapana, hapo sitoweza kabisa. Nashukuru sana. Asante. Pole sana, lakini pia ni changamoto ambazo zipo kwenye utafutaji. Always hata ungekuwa kwenye kazi nyingine yote ungekutana na changamoto, pengine unge give up hivyo hivyo. So usione kama ni kitu kibaya sana, ni maisha ya utafutaji. Pole sana. Asante. Tulikuwa na Mama Lulu. Hope umepata machache ambayo nilikuwa natamani uyafahamu. Tutaendelea kufuatilia namna ambavyo mambo haya yana